Polisi mjini Voi katika kaunti ya Taita Taveta wanamzuilia mwanamume mmoja na anatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi leo baada ya kupatikana akitengeneza pombe haramu na kuuza bila taratibu za kisheria. Polisi walimvamia mwanamume huyo katika makazi yake ambayo ameyageuza kituo cha utengenezaji wa pombe hiyo ambayo inasambazwa katika vituo vya burudani mjini Voi. Kamanda wa polisi eneo hilo Fredrick Siundu akisema idara ya polisi haitokubali vijana wengi kuangamia katika lindi la pombe haramu. Mfanyakazi yake huyo songesha aina hii ya mvinyo inatengenezwa kwa mazingira ambayo si nzuri, na zaidi ya hiyo inauziwa wananchi na wanatumia na hawawezi kujua iko katika hali gani. Inadhuru afya, inadhuru maisha yao, na mwenye kutengeneza yeye mwenyewe hana hata ruhusa wala kibali chochote cha kuweza kutengeneza mvinyo huu. Zaidi ya hayo ni kwamba hata hii pombe haijapimwa hasa ikakubalika kwamba inafaa kwa afya ya wananchi. Kwa hivyo wananchi mjihadhari, mahali mnakunywa mvinyo yote, iwe mvinyo wa kienyeji, iwe mvinyo ambaye imetengenezwa kwa njia yoyote, mjihadhari sana, kwa maana huenda ikawadhuru na ikawasababishia maisha yenu kuharibika. China na Kenya zimethibitisha tena uhusiano. Polisi mjini Voi katika kaunti ya Taita Taveta wanamzuilia mwanamume mmoja na anatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi leo baada ya kupatikana akitengeneza pombe haramu na kuuza bila taratibu za kisheria. Polisi walimvamia mwanamume huyo katika makazi yake ambayo ameyageuza kituo cha utengenezaji wa pombe hiyo ambayo inasambazwa katika vituo vya burudani mjini Voi. Kamanda wa polisi eneo hilo Fredrick Siundu akisema idara ya polisi haitokubali vijana wengi kuangamia katika lindi la pombe haramu. Mfanyakazi yake huyo songesha aina hii ya mvinyo inatengenezwa kwa mazingira ambayo si nzuri, na zaidi ya hiyo inauziwa wananchi na wanatumia na hawawezi kujua